na amani zitokazo kwa Mungu wetu zitukalie sisi sote sasa tunaposikia ujumbe wa neno lake. Na neno la Mungu ambalo nimechagua kusoma katika ibada hii ya kuagana na wapendwa wetu kutoka barua ya Paulo mtume kwa Timotheo, barua ya pili ya Paulo kwa Timotheo, mlango wa 4 mstari wa 6. Timotheo wa pili mlango wa 4 mstari wa 6. Kwa msaada wa Mungu nitasoma. Kwa maana mimi sasa namiminwa, na wakati wa kufariki kwangu umefika. Tuombe. Mwokozi Yesu Kristo, tunakushukuru kwa kuwa umetupa kukutana siku ya leo kwa mapenzi yako mwenyewe. Mungu, tumeona ukizifariji familia hizi tangu walipoondokewa na wapendwa wao na ukawatia nguvu mpaka leo. E Bwana, tunapoagana na miili yao tunakusii, e Bwana, mioyo yetu isije ikashindwa na nguvu ya mauti, maana uko wewe ambaye umekwisha kushinda kifo na mauti, na ukatuahidi e Bwana, baada ya maisha haya umetuandalia mahali ambako tutaketi. Tunaamini hata wapendwa wetu Mzee Joeli pamoja na mama yetu Veronica umewaandalia mahali na wao. Bwana, fariji mioyo yetu, sema na sisi sasa tunaposikiliza ujumbe wa neno lako, na kwa Roho yako Mtakatifu Bwana ujifunue kwetu. Amen. Naomba tuketi. Tunamsihi sana Mungu aendelee kuwa faraja kwenu. Tunajua hakuna nafasi ya mtu ambayo inaweza ikawa replaced na mtu mwingine yoyote. Kila mtu huwa ana upekee wake, hata kama anayo mapungufu, hata kama amekuwa mzee, hata kama alikuwa ni mgonjwa. Kila mwanadamu anayo thamani ya nafasi yake duniani ambayo haifananishwi na mtu mwingine yeyote. Kwa hiyo hilo linatufundisha kwamba na linatuambia kwamba kila mtu aliyeumbwa na Mungu ni wa muhimu. Kila mwanadamu aliyeumbwa na Mungu ni wa muhimu. Na katika ibada hii nilipokuwa nina tafakari moyoni mwangu, na somo hili nikalipa kichwa kinachosema kujiandaa kwa ajili ya mwisho. Kujiandaa kwa ajili ya mwisho. Kila mwanadamu atafika mwisho. Na Paulo ambaye tunafahamu historia yake kabla ya uongofu na baada ya kuokoka, baada ya kukutana na Yesu, Mungu anayabadilisha maisha yake, anakuwa mtu wa tofauti. Huduma yake inagusa maisha ya watu wengi. Anafanya huduma ambayo imeweka kumbukumbu kubwa kuliko hata ile ya wanafunzi 12 ambao waliishi na Yesu kwa miaka 3. Paulo hakufanikiwa kuishi na Yesu wakati wa huduma yake, lakini alikuja kukutana na Yesu baadaye sana. Akafanya kazi kubwa mno ambayo iliwafikia hata watu wale ambao tulifikiri injili haikuwa kwa ajili yao. Paulo aliwafikia mataifa. Paulo alifika mahali anaponya watu kwa kivuli. Leso yake iliponya watu. Paulo anahubiri injili, anafanya kazi kubwa ya Mungu. Anafika mahali anakutana na kijana anaitwa Timotheo. Anamwambia maneno haya. Anamwambia, wakati wangu umefika mwisho. Mimi sasa namiminwa, na wakati wa kufariki kwangu umefika. Na hapa ndipo natamani tuangalie siku hii ya leo. Ni wangapi kati yetu wao wanajua kuna mwisho? Wangapi kati yetu mwisho unapofika wanatambua ya kwamba ni mwisho? Wangapi kati yetu mwisho unawakuta wakiwa wamejiandaa? Wangapi kati yetu mwisho unawakuta wakiwa wamewaandaa wengine? Maana shida inaanza hapa. Si kila mtu huwa anajua kwamba kuna mwisho. Waswahili wanasema kila chenye mwanzo kina
hakuna makali yasiyokuwa na nini? Na ncha. Kwa maana yake kila kinachoanzishwa huwa kinafikia mwisho wake. Hata hili jengo zuri ambalo tunalikalia, kuna wakati itafika simenti itapunguza nguvu yake. Haijalishi ilikuwa na nguvu kiasi gani. Waulize watu ambao walinunua magari na yakawa msaada sana kwa ajili ya maisha yao. Kuna wakati linafika mwisho. Haijalishi lilikuwa na nguvu kiasi gani. Haijalishi limetengenezwa kwenye kiwanda bora kiasi gani. Haijalishi walizingatia umakini mkubwa kiasi gani. Kila kitu kina mwisho. Hata kama unaipenda suti yako kwa namna gani, kuna wakati itafika mwisho, na mwisho wake utakuwa wa mambo mawili: moja, imekubana, au mbili, imechakaa. Tukiongeza ya tatu, imepitwa na wakati. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kila kitu kina mwisho. Hakuna ambacho huwa kinakaa kwenye hali ile ile wakati wote. Kiatu chako hata ukikipenda kwa namna gani, kuna wakati kitafika mwisho. Kuna wakati kitafika mwisho. Tunaweza tukawa tunaona kasahau ya kwamba nafika mwisho. Ukiajiriwa ofisini, hata kama una uwezo mkubwa kiasi gani, kuna wakati utafika. Hata kama una hekima kiasi gani, kuna wakati utafika. Kuna wale watu ambao tumezoea kwenye jamii, ndio wazee huwa wanafuatwa kwenda kuomba ushauri, lakini na wao huwa wanafika. Kila kitu kina mwisho. Taratibu utaanza kuona nguvu yako inapungua. Uwezo wako wa kufikiri unapungua. Ulikuwa una uwezo wa kutoa majibu haraka haraka. Itafika wakati ukiulizwa swali, inakuchukua dakika 5 kuliprocess ndio upate majibu. Kwenye ibada nyingine ya mazishi ambayo nilikuwepo, niliwaambia watu hivi: wachungaji watu na wakati mgumu sana, kwa sababu kuna watu tunawaona tangu wakiwa na nguvu anaweza kuja kanisani. Ghafla unaona ameshindwa kuja kanisani, unamfuata nyumbani. Ukienda nyumbani, ana uwezo wa kutoka hapo sebuleni na hapo barazani, na mkimaliza sala na kusindikiza kidogo. Kadri unavyokuja, atashindwa kufika hapo barazani, anaishia sebuleni. Kadiri muda unavyokwenda, kuna siku utaenda utaambiwa, mchungaji, tunaona kama leo hali yake haiko vizuri sana, mfanyie sala hapo ndani. Grafu inaanza kushuka taratibu. Na nataka nikuambie, hao tunaowaongelea sio malaika, ni watu kama sisi. Na wewe pia nguvu zako zitaisha, utafika mwisho. Wadada wapendwa ambao ni warembo mlioko kwenye ibada hii, wabibi mnaowaona hapa, na wao walikuwa na sura wanaweza wakapaka makeup ikakaa. Na wao walikuwa wana uwezo wa kuvaa wigi likakaa. Sasa hivi kitu pekee kinaweza kukaa kichwani ni kitambaa. Ukimvalisha wigi siku ya sikukuu yake, labda ni birthday ni nini, akikaa nalo dakika 10 anajikuta amekuna, amelitoa joto. Kwa hiyo kuna wakati utafika hata ukiweka eyelashes hazikai. Kuna wakati utafika lipstick itakuwa ni mzigo. Kila kitu kina mwisho. Kuna wakati itafika hautajua maana ya nguo mpya na nguo ya zamani. Kuna wakati utafika hautajua maana ya fashion ya suti mpya na suti ya zamani. Wewe kila utakayoiona unaona maadamu inakusitiri haina shida. Halafu itafika wakati hata suti haikai. Unamkuta baba amekaa ni vesti tu, hawezi. Kuna wakati utafika, mzee wangu, utawaomba kuletee sandals tu, maana viatu havikai. Kila kitu kina mwisho. Jambo la kwanza, kujua ya kwamba nina mwisho. Kujua ya kwamba hata kwenye hii familia kuna siku sitakuwa baba, nitaondoka.
Kujua kwamba kwenye hii ofisi kuna siku nitaitwa mstaafu. Kuna watu wao wamekaa kwenye ofisi wanafikiri watakaa hapo milele, wanasahau kuna mwisho. Inafika wakati wa kustaafu ndo anaanza kukusanya hela za kujenga nyumba. Hakujua kwamba kuna Mungu amekupa neema, unafanya kazi mahali pazuri na unapata safari za kwenda na posho unapewa. Kitu pekee unakumbuka ni kuposti status, unasahau kujenga. Kifika kustaafu, unasikia fahari kuitwa mkurugenzi, mtendaji, lakini umeshindwa kuyatendea maisha yako. Umesahau kuna mwisho. Leo mama yetu Veronica na mzee Yoeli wanatukumbusha kila kilicho na mwanzo huwa kina mwisho. Mtu mmoja akasema hivi, siku ambayo unaajiriwa kazini, anza kujipanga kustaafu. Kwa jambo la kwanza ambalo nataka tulione hapa ni kujua ya kwamba kuna mwisho. Na ukishajua ya kwamba kuna mwisho, utajiandaa. Mimi sijui ni wangapi hapa tumejiandaa kwa ajili ya mwisho. Paulo anamwambia Timotheo, pamoja na yote ambayo nimeyafanya, saa yangu ya kumiminwa imefika. Umejiandaaje mpendwa kufikia mwisho wa chochote unachokifanya sasa, na hata mwisho wa maisha yako? Kuna wengine hawatalala katika umri. Kuna wengine wataitwa kwa ajali. Kuna wengine watakufa mapema kwa ugonjwa. Kuna wengine atalala tu hata amka asubuhi, muda wake umeisha. Umejiandaaje? Ukijua ya kwamba una mwisho, moja, utajitahidi sana kufanya kazi kwa bidii, utajituma. Lakini pili, utaishi maisha ya unyenyekevu, hautakuwa na kiburi, maana unajua una mwisho. Hata simu ikiwa na uzuri namna gani, na yenyewe huwa inaishiwa chaji. Na utaichaji, kuna siku utachaji haitawaka. Unajua kuna watu akitumia simu yake ili iwake mpaka ipige hivi, alafu inaonyesha kwanza ndio iwake vizuri. Kubali, imefika mwisho. Hivyo na wewe utafika mahali kusimama mpaka watu waje wakubusti. Sijui kama umewahi kuwaza huo wakati utakuwaje. Umejiandaaje? Umejiandaaje? Wakati ambapo hautaweza kazini tena, utakuwa umekaa nyumbani. Hata sema eti nikikaa nyumbani nitacheza na wajukuu. Wajukuu siku hizi wanaenda boarding. Jiandae. Mguse jirani yako, mwambie jiandae. Usianze kujiandaa na maisha ya watu wengine. Utaanza kulaani watoto bure. Eti hakuna mtu anakuja kunisalimia, hakuna. Sasa sikiliza, ulimuomba Mungu awabariki watoto wako, amewapa kazi, wanaishi nje ya nchi. Unadhani watafunga safari kila siku kuja kukuangalia? Jiandae. Jiandae. Nyakati zinabadilika. Nasema sisi, mwali ndo alikuwa anarudi hapo nyumbani anamtunza mama. Wewe, mwali ameajiriwa wizarani. Aache kazi wizarani aje akutunze. Jiandae. Utaepuka laana ndogo ndogo. Umejiandaa? Umejiandaa kwa ajili ya mwisho wako? Unajua? Jambo la pili ni kukubali. Maana kujua ni moja, kukubali ni jambo jingine. Kuna watu huwa hawakubali. Yaani yeye atafanya kazi mpaka ameshazeeka, mgongo umepinda, lakini hawezi kuamini kwamba mwingine anaweza akaenda shambani na akafanya kazi kwa ufanisi. Anataka abebwe apelekwe hivi. Haamini. Kukubali mwisho. Kukubali mwisho. Kwamba mwisho umefika. Ndiyo unafanya kazi vizuri, ndiyo wewe ni bora sana, lakini hautakaa ofisini siku zote. Kubali.
Kubali ya kwamba hiyo biashara kuna siku mwingine ataiendesha. Kubali. Kuna mtu ananiangalia amekasirika. Sikiliza, kuna siku hautaweza kwenda dukani. Kubali kwamba kuna mwisho. Ukikubali kwamba kuna mwisho, utaupokea kwa furaha. Paulo halalamiki. Paulo hanunguniki. Paulo hasikii maumivu. Anajua amemaliza kazi. Na ndio maana ukienda kwenye ile mistari ya pale chini, anasema nimevipiga vita vizuri na mwendo nimeumaliza. Wale ambao huwa wakubali wanajua mwendo hawajamaliza. Kuna vitu bado haujavikamilisha. Kuna vitu bado haujavitendea haki. Kuna vitu umeviacha kiporo. Ndio maana hauko tayari kuondoka. Umeng'ang'ania kwenye ofisi, unagombana na bosi kurenew mikataba kwa sababu haujakubali. Kubali, nenda nyumbani. Kubali. Bwana, kubali umri umefika mwisho. Usiendelee kupambana. Ni mama mtu mzima bado unavaa kama mabinti wadogo. Kubali. Kubali. Umefika sasa kwenye level ambayo hutakiwi tena kuwa kama mabinti. Hutakiwi tena kuwa kama vijana wadogo. Wewe ni mzee wa heshima, una wajukuu na vitukuu. Kubali kuwa babu. Na wazee wamegoma kabisa kuwa babu. Na wakati Biblia inasema kichwa chenye mvi ni nini? Kubali. Si umri umeenda mzee wangu? Na hata nywele bikoni ilianzia hapa, ikasogea kidogo. Hizi hata uendi tena saluni. Yaani Mungu amekunyoa nywele ye mwenyewe. Hazioti. Kubali, umri umeenda. Kubali, uwezo uliokuwa nao pale kazini sio ulionao sasa. Kubali. Acha kutesa watu. Unawafanyia hila wengine hapo ofisini ili waonekane wabaya, wewe uonekane mwema. Wanasema eti tunaangalia yule mwenye experience, tunaangalia yule mwenye. Sikiliza, hata wewe ulikuja hauna experience. Kubali kwenda nyumbani na wengine wajengewe experience. Kubali. Hauko tayari. Wewe sio bora sana kuliko wengine. Kuna wengine wanaweza wakawa bora kuliko wewe. Paulo angejiangalia yeye, angejiona kuwa bora kuliko Timotheo. Lakini anaamua kumwamini hivyo hivyo. Anaamua kumbeba hivyo hivyo. Hivi ngoja nikwambie tu mpendwa, Yesu pamoja na mamlaka na uwezo aliokuwa nao, alikubali kwenda msalabani afe, alafu akaacha huduma kwa wanafunzi 12 na Petro akiwemo ambaye alimkana. Yaani mpaka uzeeni unang'ang'ania kwenda benki, unapelekwa na wheelchair, huendi nazo popote. Kubali. Kubali yaishe. Eti kahawa ikiuzwa ni mpaka ije kwanza kwako. Mpendwa, kubali. Kubali na wengine waanze kukulea. Waamini wali wako kwamba wanaweza wakafanya kuliko wewe. Mama, kaa tulia, utunzwe, na wao wakuonyeshe uwezo ambao Mungu ameweka ndani yao. Si wewe tu ambao umewekewa kila kitu. Kubali. Ng'ang'ania kwenda jikoni, eti mimi mtoto wangu ndo anapendaga chakula changu tu. Sikiliza, ameshapata mke wake. Kubali. Hata Biblia imesema mtu atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mwenzi wake. Ameshaachana na nyie. Acha mambo ya kufuatilia nyumba za watu. Kubali mtoto aondoke. Kubali, imefika mwisho. Si umemlea? Si umemkuza? Si ulimfundisha? Kwa nini haujiamini? Kubali, ulichomfundisha kinatosha. Aende akakifanyie kazi sasa. Tuna shida kubwa hapa kwenye kukubali. Kwenye kukubali.
Ukienda kwenye ofisi utashangaa. Kuna watu wao wanataka kila kitu afanye yeye mwenyewe. Mpaka ameshazeeka, mpaka ameshachoka, haamini yeyote. Alafu akiondoka na ile kampuni imekufa. Ninawafahamu watu. Kuna mmoja ambaye alifariki wakati wa corona. Kwa ni tajiri sana na sitasema ni wapi. Lakini alipofariki, ofisi zote zinasimamiwa na rafiki yake, si watoto. Alishika mpaka dakika ya mwisho. Hakuwahi kukubali kwamba sasa imetosha. Kuna wakati unatakiwa wewe uwe mwangalizi sasa. Ukae nyuma na wewe uanze kuangalia wengine wanafanyaje. Utoe na ushauri. Kuna siku na mimi sitaendelea kuwa mchungaji kijana, jamani wapendwa. Kuna siku na mimi nitakuwa mzee, nitakuwa mwangalizi wa kuangalia wachungaji wengine na kuwatia moyo na kuwaombea, sio kuwakosoa kila saa. Kuna mtu yeye ameshamaliza lakini haoni jema kwa wanaompokea. Hivi unadhani Yesu hakujua madhaifu ya wanafunzi wake? Aliyajua. Umeshindwa kuwaamini watoto ambao Mungu amekupa mwenyewe. Umeshindwa kuwakabidhi, kusimamia vitu ambavyo umevianzisha. Alafu wewe ukae chini tu uangalie. Wanapokosea unawaambia hapa umekosea, fanya hivi. Hapa hujaenda sawa sawa. Hongera sana, leo umefanya vizuri mno. Ninaona matokeo mazuri. Wakati mwingine anashindwa na usimpe ushauri. Mwambie sawa, pambana. Hata na mimi kuna wakati niliwahi kushindwa. Kwani ulikuwa perfect? Sasa mbona unakuwa mshauri wa ndoa yake utasema wewe ya kwako ilikuwa vizuri sana? Kuna wakati mwingine wala umwambii chochote cha kufanya. Mwache na yeye ajifunze kama ulivyo. Kuna wakati hata wewe duka liliwahi kuisha, ukakaribia kufilisika. Nani alikushauri? Mfundishe ya kwamba tunapofika kwenye nyakati kama hizi, msaada wangu ni katika jina la Bwana aliyezifanya mbingu na. Fundisha kumtegemea Mungu, asikutegemee wewe. Na mwisho, kuandaa wengine kuendelea. Kuandaa wengine kuendelea. Huwezi kumwandaa mtu ambaye haumwamini. Hauwezi kumwandaa mtu ambaye haumwamini. Jifunze kuwaamini watu. Jifunze kuamini watu kwenye familia. Jifunze kuamini watu ofisini. Jifunze kuamini watu wale ambao Mungu amekupa kutembea nao. Wanaweza wasiwe perfect sana, lakini katikati ya madhaifu yao Mungu anaweza akawasaidia na wakawa bora. Unapata mzigo mkubwa, unateseka sana, hakuna kitu kinaendelea kwa sababu umeshindwa kuamini. Ungefikiri Yesu angewaamini wanafunzi na awaachie kazi alafu asiwafuate nyuma? Muamini. Mruhusu aende. Paulo anamwambia Timotheo, anamwambia saa yangu ya kumiminwa imefika. Mimi nitakuacha, endelea, ninakuamini. Fuatilia historia za wale ambao unawaandaa. Paulo anafanya utafiti kwenye Timotheo wa pili mlango wa kwanza. Anamwambia hivi, ninajua imani iliyoko ndani yako ulioipokea kutoka kwa bibi yako Lucia, ambayo sio kwa huyo tu, hata mama yako Eunike. Kuna msingi wa imani alikujengea. Mimi ninaweza nisikufundishe kila kitu, lakini hiyo imani itakusaidia. Kuandaa watoto wetu. Tunawaachaje? Unapojiandaa kumaliza mwendo wako, umeilinda imani? Unaiacha familia kwenye amani? Unawaacha wakiwa wanapendana? Kama kuna jambo lilivuruga, hakikisha unalitengeneza kabla hujamaliza. Kuna watu wanavuruga upendo katikati ya watoto, wanakuja kuachia shida wachungaji na viongozi wa ibada. Aje atengeneze jambo ambalo ulishindwa kulitengeneza wewe ukiwa hai. Shida ni moja, kujiandaa. Wewe nikwambie, Yakobo alipofikia mwisho alimwambia Yusufu, walete watoto wako niwabariki. Akaweka mikono juu yao na anajua nani anastahili baraka gani. Angalia namna ambavyo Yakobo
sawasawa na utaratibu. Aligeuza mikono, aliuliza kabisa, wa kwanza ni nani na wa pili ni nani? Akaambiwa wa kwanza alitakiwa kumwekea mkono wa kulia, wa pili amwekea mkono wa kushoto, lakini akaigeuza mikono yake. Kwa nini? Anajua baraka gani inamstahili nani. Hakikisha unaacha nyumba yako ukiwa unajua umeiacha kwenye mikono ya nani. Wewe unawajua vizuri watoto wako kuliko watu wa ukoo. Unafahamu nani anaweza akasema na wenzake wakamsikiliza. Unafahamu nani anaweza akawakusanya wenzake. Unafahamu nani anaweza akasimamia. Watoto hawafanani. Kuna mwingine ana moyo mwepesi, akiguswa kidogo amekasirika, anaweka kinyongo miaka 3. Na yeye pia anatunzika. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na yeye pia anasaidiwa. Ukiwa na ofisi yako unajua kabisa nani awe manager, nani awe director, nani awe mtu wa supply, nani awe, unafahamu. Fanya ukiwa na ufahamu wako. Huyu mtu wa namna hiyo anajua kuna mwisho. Mbona simu zetu zikikaribia kuzima chaji tunapigia simu watu wa muhimu kabla hazijazimika? Halafu unashindwa kuandaa maisha yako. Unashindwa kujiandaa kwa ajili ya mwisho wako. Kuja kuwapa kazi, ukondo anze kufikiria waseme, sasa hivi shamba la maili 6 tumpe nani? Na ile nyumba ya nanili tumpe nani? Gawa mwenyewe. Amini wale unaowaachia. Wachukulie katika udhaifu wao. Unajua wanayo madhaifu. Wakati mwingine ombea hao unaowaachia. Yesu alijua udhaifu wa Petro na alijua akiondoka hawatakuwa na nguvu, lakini anawaambia hivi, nimemuona shetani akiwapepeta kama ngano, lakini nimewaombea na nikakuombea zaidi wewe Petro, ili ukiimarika uwaimarishe na wenzako. Kabla haujafikia mwisho, hakikisha unawaombea watoto wako. Omba kwa ajili ya udhaifu walio nao, omba kwa ajili ya mapungufu walio nayo, omba kwa ajili ya hao wafanyakazi wako wa ofisini. Hakuna mtu ambaye amekamilika. Usitafute mtu ambaye amekamilika. Wewe tafuta yule ambaye Mungu anaweza akamsaidia akaendeleza ulichokiacha. Unatafuta ukamilifu, huwezi kupata, kwa sababu hata wewe mwenyewe ni mfano wa watu wasiokamilika. Una hasira na tunajua. Hakuna aliyekamilika. Na uwezo wa Mungu unatimilika katika vidhaifu. Nyie huwa mnaona udhaifu, hamuoni uwezo uliofichika kule ndani. Musa, pamoja na kwamba alikuwa na uwezo mdogo wa kuzungumza, lakini alikuwa na uwezo wa kuongoza watu. Si kila anayeongea anaweza kuongoza. Muombe Mungu akusaidie uone vipawa na karama na uwezo walionao wale wanaobaki baada yako. Hayo utaweza kuyafanya kama utajua kwamba una mwisho, kama utakubali kwamba una mwisho, kama utajiandaa. Elia anamwachia vazi Elisha. Anajua mwisho wake umefika. Anatakiwa kuacha. Achia ofisi wakati una nguvu. Achia majukumu wakati una nguvu. Tamka baraka kwa watoto wakati una nguvu. Yakobo anawaita watoto wake wote, anambariki mmoja baada ya mwingine akiwa na nguvu. Hakuwa kitandani amelala ameshindwa kuongea. Usisubiri kutamka baraka saa ambayo umekata kauli wala hatujui tutamkia nini. Waite watoto wabariki ukiwa na nguvu zako. Kabla shetani hajakuwahi, umeugua alafu amechelewa tu kuja kwa sababu amebanwa kazini, umetamka laana alafu kwa kutamka baraka. Usipojiandaa, na kwa wale ambao mtaachiwa, usipojiandaa hauwezi kuwa tayari kuendesha unachoachiwa. Maana yake kuna umuhimu mkubwa sana wa kuombea wale ambao tunawaacha. Wagalatia 4:1 anasema, lakini nasema ya kuwa mrithi wakati wowote awapo mtoto hana tofauti na mtumwa, angawa ni bwana, angali ni bwana wa yote.
bali yu chini ya mawakili na watunzaji hata wakati ulipokwisha kuamuriwa na Baba. Na wewe unayeandaliwa kuachiwa, ukiandaliwa na kubali na wewe kuandalika. Kuna watu wanaandaliwa hawaandaliki. Anasema mrithi awapo mtoto, una umri mkubwa lakini uwezo wako wa kufikiri ni wa kitoto. Hakuna anayekuamini kukuachia. Unampa mashaka mzazi kukuambia mambo yake ya siri mpaka anawaambia marafiki. Hauaminiki. Kijana sasa una miaka 30, una miaka 35, una miaka 40, lakini unarukaruka kama mtoto wa form 4. Hauna utulivu. Huwezi kuaminika. Anasema mrithi awapo mtoto anakuwa mtumwa, angali ni bwana wa yote. Ni kweli vyote ni mali yako watakapoondoka, lakini akili yako is not matured enough kuweza kuvisimamia. Ndio maana familia nyingi ni mtu mzima, tena ana watoto na mwingine ana wajukuu. Saa ya kuvalishwa koti anasimamishwa na baba mdogo atakayemsaidia kuamua. Hawakuamini. Jasimama kwenye nafasi yako kama baba. Wewe umeipa pombe kipaumbele kiasi ambacho hata umeshindwa kuyaongoza. Ukimuona mtu ambaye hajui anywe muda gani na asinywe muda gani, ameshindwa kuyasimamia maisha yake mwenyewe, hatuwezi kukuamini kukukabidhi maisha ya watu wengine. Hatuwezi kukuamini. Mrithi awapo mtoto ni sawa na mtumwa. Wewe ambaye unaachwa kama mrithi kwenye ofisi, akili yako imekuwa? Wewe ambaye unaachwa mrithi kwenye familia, akili yako imekuwa? Hauna tofauti na mtumwa. Utawekwa chini ya mawakili. Ukiandaliwa, kubali kuandalika ili uweze kufaa. Achana na utoto. Binti, umekuwa mtu mzima sasa, achana na utoto. Kuna watu wengine, mabinti wengine, hata waume zao hawawaamini wanaposafiri kuondoka kuwaachia project. Ukiona umeolewa kwenye nyumba, alafu secretary anaaminika kuliko wewe kusimamia biashara, ndugu yangu, wewe ni mtoto. Utalaumu mengi, anipendi, aniamini. Kuna sababu ya kutokukuamini. Hakuna siku umewahi kufanya jambo ukamthibitishia ya kwamba unaweza. Na hapa wanaume wengi wanapita kwenye changamoto, wana vitu ambavyo hawaamini kuwaeleza wake zao. Kwa sababu gani? Mrithi awapo mtoto ni sawa na mtumwa. Ananunua ardhi wala hata ujui. Anajenga nyumba. Na si kwamba hajawahi kukuambia. Alipokuambia mara ya kwanza alisikiliza utamjibu nini. Alafu akaona hizi ni akili za kitoto, zitanirudisha nyuma. Acha niziache. Atakuja kusomewa kwenye mirathi. Jisikia aibu. Wewe ni kukimbizana na misuko mipya. Wewe ni kukimbizana na sare za shughuli. Wewe hakuna sare ya send off inakuacha. Hakuna sijui shughuli gani inakupita. Yani wewe uko kiguna njia. Hauangalii mambo ya nyumbani kwako. Hauwezi kuaminika. Nasema huyo mwanaume ni mbaya. Si mbaya. Mrithi awapo mtoto ni sawa na mtumwa. Utaishi kama mke lakini sawa na mtumwa. Utaishi kama mama lakini sawa na mtumwa. Wataambiwa wengine vitu ambavyo ulistahili kuambiwa wewe kwa sababu moja, mtoto ni mrithi ndio, lakini ni mtoto. Baba yako hata kushirikisha mambo ya maana, japokuwa wewe ni kijana wake wa kiume, atamwambia kijana wa ndugu yake, alafu huyo kijana wa ndugu yake ndo atakuja kuwaambia ninyi. Fikiria, ni mtoto wa kwanza nyumbani. Haufahamu hata mambo ya siri ya mzazi wako. Hana wa kumwambia. Kila akikuangalia ni kama mtoto tu. Huna unalolifanya, unapanda na kushuka. Yani wewe unaenda kama unarudi. Hauoni kama umekuwa, kila siku unajiona mtoto huko nyumbani. Unataka, yani umeshafikisha miaka 35 lakini unakunywa chai nyumbani, unakula chakula cha mchana nyumbani, unategemea nguo ya sikukuu ununuliwe nyumbani, alafu watoto wako wafanyiwe nini? Sijui kama mnaelewa.
Elewa, kuna wazazi wanapita kwenye wakati mgumu, yani anamtunza mtu, mke wake na watoto wao. Mtoto wako akiumwa kwenda Nkwarungo, hauna hata 100 ni babu atoe. We ni mtoto. We ni mtoto. Una ndevu ndio, lakini ni mtoto. Hauwezi kuaminika. Hauwezi kuaminika. Jiandae kwa ajili ya mwisho. Andaa na wengine. Lakini jiandae pia kupokea nafasi za wengine watakao kuachia baada yako.